katika kitabu Shi'atu Shaitan للشيخ أبو عبد الله محمد بن سعيد الأصلاني حفظه الله تعالى. Tumeishia katika ukurasa wa 33. Kwa hiyo tutaanzia katika ukurasa huo huo pale aliposema Sheikh حفظه الله تعالى: وقد زار حسين الموسوي طهران لتهنئة الخميني. hakika alifanya ziara Husain al-Musawi sahibu lillahi thumma litarikh, mwenye kitabu kile, alifanya ziara katika mji wa Tahran litahaniati al-Khomeini, kwa ajili ya kumpongeza Khomeini, bitasallumi zimami al-umur, kwa kutawalia uongozi, bitasallumi zimami al-umur, kwa kutawalia uongozi, fi Iran, katika mji wa Iran, baada thawrati al-Iraniyah, baada thawrati al-Iraniyah, baada ya mapinduzi ya Iran. Yani huyu Sayyid Hussein al-Musawi alimfanyia ziara Khomeini baada ya mapinduzi ya Irani ambayo yalikuwa mwaka 1979. Akamfanyia ziara kwa ajili ya kumpongeza kwamba sasa amefanikiwa kushinda, wamefanikiwa kupata nchi. Kumbuka Iran kabla ya hapo ilikuwa ni nchi ya Kiislamu ambayo asilimia kubwa ya watu wake ni ahlus sunna, wakiwa katika madhhabu ya Shafi'ia, kwa hiyo ni Waislamu. Kwa kuwa Mashia wao wanawaona ahlus sunna si Waislamu, Mashia wanawaona ahlus sunna ni makufar. Kwa hiyo wakafanya jitihada za kuwaondoa na kuwaua ahlus sunna waliopo katika mji wa Iran, kisha daula nchi wakachukua wao Mashia. Sasa wakati wamechukua nchi, huyu Hussein al-Musawi sahibu lillahi thumma litarikh akamfanyia ziara Khomeini kwa ajili ya kumpongeza. Wa wasafa ziyarata biqaulihi, na akaisifia ile ziara kwa kauli yake. Huyu Hussein al-Musawi anaisifia ile ziara. Kwa hiyo haya maneno ni ya nani? Ya Hussein al-Musawi. Anasema kana wajibu at-tahniyati yaqa'u alayya shakhsiyan. Kana wajibu at-tahniyati, ilikuwa ni wajibu kumpongeza, yaqa'u alayya, kutokea kwangu mimi, shakhsiyan, binafsi, yani ilikuwa ni wajibu kwangu mimi binafsi kumpongeza Khomeini, akthara min ghairi, zaidi kuliko mwingine. Mimi ili jambo kumpongeza lilikuwa ni jambo binafsi kwangu mimi zaidi kuliko watu wengine. Kwa nini? Li'alaqati alwathiqati bil Khomeini, kwa mafungamano yangu alwathiqati, madhubuti, bil Khomeini, na Khomeini, kwa maana walikuwa ni watu marafiki. Kwa hiyo kule kwenda kwake kumpongeza lilikuwa ni jambo khasa, jambo maalum. Fazurtu Irana, nikazuru Iran, baada shahrin wa nisfin, baada ya mwezi na nusu, wa rubbama akthar, na huenda kidogo ilizidi, min dukhuli al-Khomeini, tangia kuingia kwa Khomeini Tahran, katika mji wa Tahran, ithra audatihi, baada ya kurudi kwake, min manfahu, manfahu ni exile, wenyewe wanaita wazungu exile. Tunasemaje? Kiambiwa ukapelekwa exile, kimbizini. Aiwa, alienda Paris huko, na Paris alikaa takriban miaka 14. Sawa.
Kwa hiyo baada ya kurudi kutokea Paris, huyu Hussein akamfanyia ziara. Ndio anasema min dukhuli al-Khomeini, baada ya kuingia Khomeini Tahran, katika mji wa Tahran, athra audatihi, baada ya kurudi kwake, min manfahu, kutoka huko kwenye kizuizini au kwenye uhamisho, vyovyote mtakavyoita, Paris kwa maana Ufaransa. Farahaba bi kathiran, akanikaribisha sana mimi. Wa kanat ziyarati, na ilikuwa ziara yangu, munfaridatan, ni yenye kupwekeka, ni ziara ya kipekee, an ziyarati wafdi ulamai shi'ati fil Iraq, kutokana na ziara za ugeni wa maulama wa kishia kutoka Iraq, fil Iraq, kutoka Iraq. Kwa hiyo ugeni wake ulikuwa ni wa kipekee kwa sababu ya yale mafungamano yaliyopo baina yake yeye na Khomeini. Kisha akasema wa fi jilsatin khassatin, na katika kikao maalum, ma'al Khomeini, pamoja na Khomeini. Alipofika pale wakaeka kikao maalum yeye pamoja na Khomeini. Qala li, akansema kuniambia mimi. Khomeini anamwambia Sayyid Hussein al-Musawi, anamwambia Sayyid Hussein, ana al-awan, umefikia muda, ana al-awan, umefikia muda, litamfidhi wasaya al-a'imma, litamfidhi, kwa ajili ya kupitisha, wasaya al-a'imma, usia wa maimamu. Kwa sababu sasa wameshapata dola, Irani sasa imekuwa ni ya kwao. Sasa wanasema muda umefika kupitisha usia wa maimamu salawatullahi alaihim, sala za Allah ziwe juu yao. Sanasfiku dimaa nawasib, tutamwaga damu za nawasib. Nawasib tumesema ni nani wanakusudiwa? Ahlus sunna. Kwa maana wanasema wakati umefika wa kumwaga damu za ahlus sunna. Mashia wanasema hivyo. Sanasfiku dimaa nawasibi, tutamwaga damu za nawasib ahlus sunna. Wa nuqattilu abnaahum, na tutawaua watoto wao. Wa nastahyi nisaahum, na tutawaacha huru, tutawaacha hai wanawake wao. Walan natruka ahadan, na kamwe hatutomwacha yoyote, minhum, katika hao ahlus sunna, yuflitu min al-iqab, ni mwenye kuokoka kutokana na adhabu. Hatutomwacha yoyote akaikimbia hii adhabu, wote tutawaadhibu. Wasatakunu amwaluhum, na zitakuwa mali zao, khalisatan li shi'ati ahli albayti, mali zao zote zitakuwa ni maalumu kwa ajili ya mashia wa ahli albayt, kwa maana wale mashia wenye kuwafuata ahli albayt, mali zao zitakuwa ni halali kwetu sisi. Kisha akasema wasanamhu makkata wal madina, na tutaifuta Makka na Madina, min ala wajhi al-ardhi, juu ya uso wa ardhi tutaifuta, kutakuwa hakuna Makka wala Madina. Lianna hataini almadinataini, kwa sababu hii miji miwili, sarata, imekuwa ma'qil alwahhabiyin, ndiyo ngome ya mawahabi. Hii ndiyo ngome ya ahlus sunna. Kwa sisi tutafanya mipango tuifute, tuiondoe Makka na Madina. Wala budda an takuna Karbalau, na ni lazima iwe Karbala, ardhullahi almuqaddasah, ndiyo ardhi ya Allah tukufu, qiblatun linnas, itakuwa ndiyo qibla cha watu, fi salati, katika swala. Angalia akili zao hizi wasanuhaqqiqu bidhalika hulmal a'imma, na tutatimiza, tutahakikisha hilo, kwa maana tutatimiza hilo, hulmal a'imma, ndoto za maimamu. Kwa hiyo hii ndiyo mipango ambayo Khomeini
alikaa akaipanga na Sayyid Hussein al-Musawi. Sasa mwenzake aliona njia hii siyo, akauacha ule ushia, akaacha zile itikadi ambazo zilikuwa sio za sawa za kishia. Baada ya kuacha zile itikadi, sasa anabainisha yale maovu na yale makosa ambao ameyaona wakati yupo katika ushia. Katika mambo hayo ni hili ambalo analolieleza sasa hivi. Kumbe hawa jamaa wana mipango yao, na ndio maana tunawasikia mashekhe wetu wakisema hawa jamaa wana ajenda zao. Wewe Muislamu usikubali kuungana na watu wao wala ukawashabikia, wana ajenda zao. Mkuta Muislamu kabisa wewe ni sunni, kwa sababu tunatakiwa tuelewe kitu kimoja. Mshia akisema sunni au mshia akisema ahlu sunna, kila ambaye sio mshia ndio anaitwa ahlu sunna. Kwa hiyo hata ndugu zetu wanapiga maulidi hawa pia wao wanaingia katika mkumbo wa ahlu sunna. Aiywa. Kwa hiyo huenda wale wakawa nakafirika, wanajua labda mashia wakisema ahlu sunna wanakusudiwa sisi mawahabi tu. Sio sisi, hata nyie kwa mashia nyie pia mnaingia katika ahlu sunna, kwa sababu kwa mashia ukisema ahlu sunna, kila asiyekuwa shia anaitwa ahlu sunna, anaitwa nawasib. Tumeelewana? Sasa wenzetu wale wanakafilika, sio kukafilika pia na ujinga unaingia, kwa sababu hawasomi vitabu vyao. Mmoja ndo alishtuka akatoa kauli ya wazi, lakini pia wenzake walimlaumu baadaye. Lakini kuna mmoja alishtuka, takuwa labda alipitia naye akaona matusi ya mashia namna wanavotukana. Kwa hiyo akashtuka mmoja, akalisema hilo waziwazi. Kwa hiyo hawa jamaa si wa kuwaamini, ni watu wenye kufanya khiana, kama tutakavyoona khiana walioifanya, wakasababisha mamilioni ya watu wakafariki, wakasababisha mpaka Baghdad ikachukuliwa kwa sababu ya usaliti wa kishia, al-khiyanatul kubra au al-khiyanatul uzma ambao waliifanya mashia. Tutaona huko mbele. Kwa hiyo wao jamaa na mipango yao, wanataka kile kibla chetu kile tunachoelekea sisi Makka, watu wote wasiwe wanaelekea kule. Waelekee wapi? Karbala. Sawa, hiyo ndio mipango yao. Wanataka waiondoe Makka na Madina ile, ili nyie msiende kufanya haji kule. Haji mkafanyie wapi? Kwenye kaburi la Husaini, Karbala huko, kwa sababu wao wanaamini kwamba kule ni bora kuliko hata huku Makka ambapo watu wanakwenda kufanya hija. Kwa hiyo tuzinduke. Kisha akasema laqad qamat dawlatuna, anaendelea na maneno yake laqad qamat dawlatuna allati jahadna sanawati tawilatan, kwa hakika imesimama daula yetu ambayo hiyo daula ya kishia sasa ya Iran sasa imesimama. Laqad qamat dawlatuna, kwa hakika imesimama daula yetu, allati ambayo jahadna sanawatin, tulipigana jihad miaka mingi sana, wakiwa wanapigana ili wapate dola. Sasa wameipata. Sawa, jahadna sanawatin tawilatan, tumepigana jihadi miaka mingi, min ajli iqamatiha, kwa ajili ya kusimamisha daula hii. Wama baqiya illa tanfidh, na hakukubakia isipokuwa sasa ni kutekeleza ile mipango walioipanga. Sasa ndio tuitekeleze, tumeshapata daula. Kwa hiyo hizo ndio mbinu za mashia. Hayo maelezo utapata katika kitabu Lillahi Thumma Litarikh. Kisha akasema ash-shi'atu yastahilluna dimaa ahli sunna, mashia wanahalalisha damu za ahli sunna. Rawa shaykhuhum Muhammad bin Ali ibn Babawayhi, amepokea shekhi wao akiitwa Muhammad ibn Ali ibn Babawayhi al-Qummi fi kitabihi, katika kitabu chake Ilalush Shara'i', anasema an Dauda bin Farqad
qala anasema qultu li abi abdillah, nimesema mimi kumwambia Abu Abdillah Jaafar as-Sadiq طيب alayhi salam, ma taqulu fi qatl an-nasib, unasemaje wewe kuhusiana na kumuua an-nasib, kumuua mtu wa sunna, unasemaje? Qala, akasema halalu dami, hawa watu wa sunna hawa damu zao ni halali. Angalia sasa wanachosema, halalu dami, damu zao ni halali, walakinni, lakini mimi, attaqi alayka, na kuogopea wewe, usije ukamkuta msunni ukamuua ukaingia kwenye matatizo. Damu zao ni halali, tunatakiwa tuwaue, lakini mimi na kuogopea wewe. Fa in qadarta an taqliba, na ukiweza wewe, an taqliba alayhi haitan, kumgeuzia yeye ukuta, kwa maana kumsukumizia katika ukuta, kumwangushia ukuta, au tughriqahu fi ma'in, au kamgharikisha katika maji, ukamdumbukiza katika maji. Labda mmepanda feri ile mnakwenda zenu Zanzibar, nyuma kuna mshia anakupiga teke tu, unaingia kwenye maji. Ukiweza kufanya hilo, likaila yushhada bihi alayka, ili kusiwe na ushahidi juu yako, faf'al, basi fanya. Qultu, nikamwambia, fama tara fi malihi, unaonaje kuhusiana na mali zao hao masunni hao watu wa sunna? Qala, akasema tawih, kwa maana ya chota, sababu tawih inatokana na halaka, angamiza, au adhiya, kwa maana poteza, kwa maana ya chukua mali zao. Ma qadarta alayhi, kile unachokiweza. Tawih sawa, manake angamiza. Ma qadarta alayhi, kile unachokiweza. Kwa hiyo mashia kuhusiana na damu zetu sisi wanasema ukimkuta msunni muue, lakini ukihofia kwamba kutakuwa kuna mashahidi, ukaonekana ikawa sasa kuna matatizo, labda serikali imekushika, kwa nini umemuua mtu, basi wewe muue kwa kujificha. Manake ukimkuta masunni wamekaa hivi, kuna ukuta, usukumize ule ukuta uangukie wafi. Au kama ni baharini mko wawili, unaweza kumsukumizia tu uko kaliwa na papa, ili mradi hakuna ushahidi, hujaingia katika matatizo. Kwa hiyo wao wanahalalisha damu zetu. Unajua bwana, kuna kitu cha kinaitwa taqiya kwa mashia, yani wanaficha itikadi yao. Kwa hiyo unaweza kaa umekaa naye hivi ukaona mbona jamaa hawana neno, kwa sababu hujajua yaliomo kwenye nyoyo zao, hujajua vile wanavyoviitikadi. Nitajuaje vilivyomo kwenye nyoyo zao na wanavyoitikadi? Rudi kwenye vitabu vyao, wanasemaje. Kwa mfano sisi ahlus sunna, utajuaje yale tunayoyaitikadi sisi kwenye nyoyo zetu? Rudi kwenye vitabu vyetu, sawa? Rudi kwenye vitabu vyetu. Ukirudi kwenye vitabu vyetu ukisoma, ndio utajua hawa jamaa akida yao iko hivi, hiki ndicho ambacho wanaitikadi. Sasa na sisi ili tujue akida za mashia yaliomo kwenye mioyo yao, turudi kwenye vitabu vyao. Vitabu vyao ndio hivi vinavyoeleza hapa kwa